Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. I want to share with you on prayer. Nataka kushiriki nanyi kuhusu kuomba. I know we don't have enough time. Najua kwamba hatuna muda wa kutosha. And I also thank God for a servant of God, Pastor Juma. Nashukuru Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Juma. We met in Kitale together with Tengu Yoka and we came to Nairobi, all of us. Tulikutana kule Kitale pamoja na Bishop Tengu Yoka na tukaja Nairobi sote. And together with the gentleman who was leading us here in singing. Pamoja na huyu ndugu ambaye alikuwa anaongoza kuimba. I saw him the first time in Kitale. Nilimuona mara yangu ya kwanza Kitale. Zambi wa moyo. Zambi wa moyo. That is when it was a hit in Kenya. Wakati huo ndio ilikuwa ndio hit Kenya. The Bible speaks about our Lord Jesus Christ. Biblia inaongea kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. And it says, na inasema, it came to pass that as he was praying in a certain place, kwamba alipokuwa akiomba mahali pengine, when he ceased, wakati alipoacha, one of his disciples said to him, mmoja wa mitume wake wakamuuliza, Lord, Bwana, teach us to pray, tufunze kuomba, as John also taught his disciples. Vile Yohana aliwafunza na mitume wake. The sign that you are a true disciple of the Lord is the time you spend in prayer. Sasa alama ya kuhakikisha kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu ni muda ambao unatumia kuomba. Even if you are a front runner in the church, your value is the time you spend in prayer. Hata kama uko mstari wa mbele katika kanisa, thamani yako ni yule muda ambao unachukua kuomba. Even if you are gifted in singing, in whatever, your value is the time you spend before God in prayer. Hata kama umebarikiwa kuomba sana, lakini muda wa kuimba sana, muda wa kuomba ndio muhimu zaidi. Without prayer, bila maombi, we become exposed to the spirit world. Tunakuwa wazi kwa hali ya kiroho. The spirit world, the evil spirit world. Dunia ambayo ni ya kiroho, ambayo ni ya mapepo. We become exposed to attacks. Tunakuwa wazi kwa kuvamiwa. We become exposed to roaming spirits that take away the gifts of God inside men and women of God. Tunakuwa wazi kwa mapepo ambao wanazunguka katika dunia wakitafuta roho za watu. Prayer of the pastor over you is not enough. Maombi ya mchungaji juu ya maisha yako hayatoshi. The prayer of Jesus over 12 disciples was not enough. Maombi ya Yesu kwa mitume wake wa 12 haikutosha. He taught them to pray. Aliwafunza kuomba. Therefore he meant prayer is individual. Hii maana yake alimaanisha kwamba maombi ni ya kibinafsi. Prayer gives us access to the kingdom of God. Maombi yanatufungulia njia kwa ufalme wa Mungu. Prayer creates a relationship between you and Jesus Christ. Maombi yanatengeneza uhusiano wetu na Yesu Kristo. Prayer gives the Holy Spirit an opportunity to stay in you. Maombi yanampatia Roho Mtakatifu fursa ya kukaa ndani yetu. If you are not prayerful, the Holy Spirit cannot stay with you. Kama huombi, Roho Mtakatifu hawezi kuwa. Prayer allows the Holy Spirit to use you. Maombi yanamwacha Roho Mtakatifu kukutumia wewe. And when you speak to people, they say, it is God who has used you. Na wakati unapoongea na watu wanasema kweli Mungu anakutumia. People who pray, watu ambao wanaomba, have a different face from people who don't pray. Wana sura tofauti na watu ambao hawaombi. Knowing the Bible very much without prayer is dangerous. Kujua Biblia bila maombi ni hatari. Hallelujah. Hallelujah. Knowing all the scriptures but you don't pray is dangerous. Kujua maandiko yote bila maombi ni hatari. It is carrying a sword without power. Ni kubeba upanga bila nguvu. For in prayer we get the power of God in our lives. Katika maombi tunapata nguvu za Mungu katika maisha yetu. When Jesus was here on earth, wakati Yesu alipokuwa hapa duniani, he prayed for people. Aliombea watu. He prayed for himself. Alijiombea. And here we have seen. Na sasa tumeona. He went to a certain place to pray. Alienda mahali kuomba. And the disciples were not praying. Na wanafunzi wake walikuwa hawaombi. He continued in prayer. Akaendelea kuomba. He continued in prayer. Akaendelea kuomba. When he ceased, wakati alipoacha kuomba, one of his disciples said to him, mmoja wao akamuuliza, Lord, Bwana, teach us to pray.
tufunze kuomba. Because they knew if he doesn't teach us, Kwa sababu alijua kama hatutufundisha, we will not be able to succeed. hatutaweza kushinda. Prayer brings success. Maombi yanaleta ushindi. Prayerful people are not easily manipulated by demonic forces. Waombaji hawatumiki na mapepo kwa rahisi. Prayerful people have eyes that other people don't have. Watu wanaoomba wana macho ambao watu wengine wa kawaida hawana. If you are a prayerful man, a prayerful woman, you can sense trouble before it reaches you. Kama wewe ni muombaji unahisi shida kabla hazijakufikia. If you are a prayerful man, you can sense the Holy Spirit. Wakati wewe ni muombaji unaweza kuhisi Roho Mtakatifu akiwepo. When you are not a prayerful person, you can't know whether the Spirit is here or whether he is not. Wakati wewe si muombaji huwezi kujua kama Roho Mtakatifu yuko au hayuko. When you are a prayerful man or a prayerful woman, Wakati wewe ni muombaji mwanamke mwanaume, God will talk to you. Mungu atanena nawe. The voice of God will access you. Sauti ya Mungu itakufikia. Prayerful people can be able to hear what God is saying. Waombaji wanasikia Mungu anasema nini. But if you have a lot of knowledge of the things of God, Lakini kama una ujuzi sana na mambo ya Mungu and you are not prayerful, na wewe huombi, you will become proud. utakuwa na You majivuno. will be a proud Christian Utakuwa Mkristo mwenye kiburi because of lack of prayer. kwa sababu ya kutokuomba. Prayer shapes you into the image of Jesus. Kuomba kuna kuchonga wewe uwe sura ya Yesu. When we get to heaven, Wakati tutakapofika mbinguni, we shall see Jesus. tutamuona Yesu. And then everybody shall look at us Alafu kila mtu atatuangalia to see whether we resemble him. aone kama kweli tunafanana na Yesu. Now, if you look like the devil and you are trying to get to Jesus, it will be a disaster. Sasa kama wewe unafanana na shetani na unataka kumfikia Yesu, itakuwa hatari Even kubwa. the angels will tell you, look at Jesus, look at the devil. Hata- Who do you resemble? Hata malaika watakufananisha wakuulize, hebu jiangalie wewe na Yesu, mnafanana na shetani au na Yesu? And that is why we need to pray when we are on planet Earth. Na ndio maana inastahili sisi kuomba sana tukiwa hapa We duniani. cannot not know the will of God unless we give ourselves to prayer. Hatuwezi kujua mapenzi ya Mungu mpaka tujitolee And that kukuomba. is why the disciples says, teach us how to pray. Ndio maana wale wafuasi wa Yesu walimwambia tufundishe kuomba, And he taught them the way of prayer. na akawafundisha vile kuomba. He told them, if you want to be effective in prayer, Akawaambia kama mnataka kufaulu katika this is kuomba, how you begin. hivi ndivyo mnavyoanza, This is how you end. hivi ndio mnamalizia. Priority in the spirit world is very important. Where do you begin? Where do you end? Sasa cha msingi katika hali ya kiroho ni muhimu sana, unaanza wapi unamalizia wapi. It is important to know the basics of prayer. Ni muhimu sana kujua vitu ambavyo vinafaa If katika maombi. apostles can say, teach us to pray, what about teach us to pray? What about the ordinary people like us? What should we do? Kama wafuasi Yesu walimuomba Yesu awafundishe kuomba, je, itakuwaje sisi? If a full apostle can say, teach me how to pray, what am I supposed to say, me who is in Africa? Kama mtume, kama nabii, kama mfuasi wa Yesu anaweza kumuomba Yesu amfundishe, je, mimi hapa Afrika? Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Elijah prayed. Elia aliomba, Abraham prayed. Ibrahimu aliomba, Moses prayed. Musa aliomba, He spent nights before God in prayer. alikesha usiku akikuomba. And we see in the New Testament people prayed. Na tunaona katika Hannah in Biblia the watu Bible wakiomba. prayed. Hana katika Biblia aliomba. Many people in the Bible prayed. Watu wengi katika Biblia Even waliomba. Samson, when he was fighting, he prayed and a miracle happened where he saw water where no one else can see water. Hata Samsoni akiwa vitani aliomba na akaona maji ambapo hakuna mtu mwingine angeyaona. If you are a prayerful man, a prayerful man, you will see things in Nairobi that other people can't see. Kama wewe ni muombaji utaona vitu Nairobi ambavyo watu wengine hawaoni. One day I spent a night in prayer. Siku moja mimi nilikesha nikiomba. In the morning I discovered I had no food in the house. Asubuhi nikagundua kwamba sina chakula kwa nyumba. My shoe was torn Viatu vyangu vimeraruka and I didn't have money. na sikuona pesa. I went to town. Nilienda pale mjini Then I saw money on the street. na nikaona pesa hapo It was barabarani. raining. Kulikuwa kunanyesha. Everybody was under the shops. Kila mtu alikuwa chini ya maduka And I saw money. na mimi nikaona pesa. I looked at the people. Nikaangalia watu. Can't they see this money? Hawa watu hawaoni hizi I pesa. looked at everybody. Nikaangalia kila mtu. Nobody could see the money. Hakuna mtu anaona hizo pesa. I decided to step in the rain Mimi nikaamua kuingia ndani ya mvua and collected the money. na nikachukua hizo pesa. Do you know the comment of one person? Unajua mmoja wao alisema nini? He said,
those young men that get bewitched very early in life. Anasema kwamba huyu ni wale vijana ambao wanarogwa mapema katika maisha. He has started collecting papers. Ameanza kuokota makaratasi. Me, I didn't see papers. I saw money. Mimi niona pesa. And to prove it was money, Na kuhakikisha kwamba ilikuwa pesa, I went into the nearest hotel. niliingia hoteli ambayo ilikuwa karibu hapo. And I asked for service. Na pale kwa mkawa nikauliza chakula. And I paid first. I said, me normally I pay first. Na nikasema waacha nitangulie kulipa kwanza. And I paid, they gave me change. Waacha nitangulie kulipa wanipe Now, change. what could I say? Nikasema nini? Because of my prayer life, Kwa sababu ya maisha yangu ya kuomba, I could see things people could not see. mimi ningeona vitu ambavyo watu wengine I hawaoni. could see provision where nobody could see provision. Mimi ningeona upaji ambao watu wengine hawauoni. Amen. Amen. I want to tell you that prayer should be a lifestyle. Nataka kuambia kwamba maombi yawe hali yenu ya Prayer maisha. should be a discipline. Maombi yawe ni njia yenu ya maisha. You should set time for prayer every day. Lazima utenge muda wa kuomba kila siku. And when you start getting used to that time, you change it to another time. Na ukianza kuona starehe wakati wa huo muda, badilisha huo muda. Jesus told us to be praying at the times of the washes. Yesu alituambia tu tunaomba wakati wa kuchunga usiku. And that is 9 p.m. Na ni wakati wa saa 3 usiku na usiku 3 a.m. wa 8 saa 9 and 6 asubuhi a.m. alafu na saa 12 asubuhi. He said that he may come in one of those watches of the night. Akasema nitakuja wakati masaa ya kuchunga kama hayo. But those are the times that many believers sleep. Sasa huo ndio muda wakati watu wengi wa Kristo And the Bible says wanalala. when a man slept, what happened? Biblia inasema wakati watu walipolala, The enemy came. shetani alikuja. Do you know why your enemy appears to be bigger than God? Unajua kwa nini adui yako anakaa mkubwa kuliko Mungu wako? Because you slept. Kwa sababu ulilala. People that are awake do not see the enemy as a big enemy. Watu ambao wako macho hawamuoni adui akiwa But mkubwa. when a man slept, Lakini wakati watu walipolala, the enemy came adui alikuja and he sowed tears. na akamwaga pale magugu. Sleep means you are no longer praying. Wakati unapolala kulala ni manake huombi. Signs that you have started dying spiritually is when prayer life dies. Sasa alama ya kuonyesha kwamba wewe unaanza kufa katika kiroho ni kwa sababu huombi. The Bible says you can die spiritually. Biblia inasema kwamba unaweza kufa kiroho. You can have a good name that you are alive, but according to Jesus, you are dead. Unaweza kuwa na jina nzuri sana ati uko hai, lakini kulingana na And Yesu the cause of this is lack of prayer life. na sababu yake ni kwa sababu ya kutokuomba katika maisha. And Jesus taught them many things if you look at verse 2. Na Yesu aliwafunza mambo mengi ukiangalia mstari wa 2. He said this is how you begin your prayer. Akamwambia hivi ndio kuanza maombi yenu. Our Father who art in heaven. Baba yetu uliye mbinguni. You must know that the word Father is a relationship name. Lazima ujue kwamba lile jina la Baba ni jina la uhusiano. It is not a war name. Sio jina la vita. It is not the God of hosts. Sio baba wa majeshi. It is our Father. Huyu ni baba wetu. It is a relationship name. Ni jina la uhusiano. Jesus meant here Yesu alimaanisha hivi. that you must have a close relationship now with the Father. Kwamba lazima uwe na uhusiano wa karibu na Baba In prayer. katika maombi. You can't call God a father if you have not been with him in prayer. Huwezi kumuita Mungu Baba kama hujakuwa na yeye katika maombi. You must have been with him. Lazima uwe ulikuwa naye. If you have not been with him, Kama hujakuwa naye, you will call him many names. utamuita majina mengi sana. Mwenyezi Mungu, Baba mkuu, Almighty Father, Mungu wa mbinguni, the God of heaven, Mulungu, because you Mlungu, have not been with him. kwa sababu But hujakuwa people naye. who have been with him, Lakini watu ambao wamekuwa naye they say, my Father wanasema baba yangu who is in heaven. ambaye yuko mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. When you create a relationship with the Father in heaven, Wakati ukitengeneza uhusiano na Baba ambaye yuko mbinguni, fatherhood supplies security. sasa ubaba wenyewe kwanza unakupatia ulinzi. Fatherhood supplies provision. Ubaba unakuletea vitu au unakupa vitu. Fatherhood supplies identity. Ubaba unakupatia jina. Hallelujah. Hallelujah. When you are dealing with
the Lord of hosts. Wakati au unafanya kazi na Bwana wa majeshi, There is no relationship there. It is fighting. hapo hakuna uhusiano, ni vita Bwana. But it said, Lakini nasema now that I have come on planet Earth, kwamba vile nimekuja katika dunia, the name of God has changed. jina la Mungu limebadilika. He is our Father. Yeye ni baba yetu. And therefore now we can be able to talk to him as a father. Kwa hivyo tunaweza kuongea na yeye kama baba. God is dealing with his children as a father. Mungu anahusiana au anashiriki na watoto wake kama baba. And when you identify God as the father, Na wakati ukimjua Mungu kama baba, you stop fearing him. unaacha kumwogopa. Feel the relationship. Unahisi ule uhusiano. You feel the sense of belonging. Unahisi kwamba wewe ni wa hapo. Hallelujah. Wewe ni baba yako. The Hallelujah. orphan spirit is destroyed. Sasa ile roho ambaye ni ya kiyatima inapotea. The one Jesus spoke about. Ya ambaye Yesu alisema, I will not leave you as orphans. kwamba sitawaacha wayatima. The orphan spirit is a very bad spirit. Sasa roho ya kiyatima ni mbaya. It causes Christians to cry, but they are not praying. Inafanya Wakristo wanalia lakini They hawaombi. just say, "Oi, oi, baba." Wanasema oi, But they are not crying. They are not praying. lakini hawaombi. Self-pity is a sign of orphan spirit. Kujisikitikia mwenyewe ni hali au ni alama ya Calling kuonyesha yourself bad names. watu wanajiita majina mabaya. Calling yourself the names that are names that are causing you to be like nothing. Unajiita majina yanakufanya hufai. All this is caused by the orphan spirit. Sasa hii yote inaletwa na roho ya He told them, "Our Father who art in heaven." akawaambia baba yetu uliye mbinguni. But some people begin with biting the devil. Watu wengine wanaanza na kukemea mapepo. There's nothing like that in the Bible. Sasa katika Biblia hajaandikwa hivyo. When he taught them how to pray, Wakati alipowafunza kuomba, he didn't tell them, hakuwaambia "Close your eyes funge macho yenu and tell the devil to go away." alafu mwambie shetani toka. He said, "Our Father." He talked about relationship is so powerful, the devil will know how to behave and move away. Alisema mumseme baba, na uhusiano ni muhimu sana. Shetani akisikia anatoroka. Amen. Amen. There were people who were joking somewhere. Kuna watu wengine walikuwa wakifanya mzaha. Then they were told that one of the young men there was my son. Alafu wakaambiwa kwamba kijana mmoja kati yao pale alikuwa ni mtoto wangu. Their manners changed completely. Tabia zao zikabadilika mara They moja. helped him. They Wakamsaidia, assisted him. wakamsaidia And they brought him to where I was. na wakamleta mahali nilipokuwa. The difference came when they heard there is a relationship between him and me, and they don't have such a relationship. Sasa utofauti ulikuja wakati ulipojua kwamba huyu kijana ni mwana wangu, na wao walikuwa hana uhusiano na mimi. When you tell God, "Father," and he responds, the devil has no business there being with you. Wakati unapomuita Mungu baba na akujibu, He knows shetani now it hana is a kazi. family matter. Anajua sasa It ni is a mambo ya family familia, matter. ni mambo ya kifamilia. Yeah. Now, if Tenguyoka calls his wife, Kama Bishop Tengu akimuita mke wake, will I go there? No, I know it is something to do with them. nitajua haya mambo ni yao And if peke yao. I'm very close, I'll move away. Na kama niko karibu nitaenda kando kidogo, Family matters. kwa sababu ni mambo ya nyumbani. Hallelujah. Hallelujah. When we say our Father who art in heaven, Wakati tunaposema baba yetu uliye mbinguni, everyone in heaven and earth knows family matters are being discussed. kila mtu aliye mbinguni na duniani anajua kwamba hawa watu wanaongea And that mambo is ya why we kinyumba. should be prayerful. Na ndio maana lazima tuwe waombaji. Hallelujah. Hallelujah. If we are not prayerful, Kama huombi, we will not have a relationship with the Father. huwezi kuwa na uhusiano na baba. Amen. Amen. And when you have a relationship, because the word Father is a relationship name. Unajua jina la baba ni jina la uhusiano. Amen. Amen. It means that they are closer than we thought. Inamaanisha kwamba hawa watu wako karibu zaidi ya vile tulikuwa tukifikiria. When you say, "God of Elijah, Isaac, God of Abraham," you are talking about another thing. Me, I'm talking about my Father who is in heaven. Wakati unaposema Mungu wa Elia, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa nani? Mimi nasema kuhusu baba yangu ambaye yuko mbinguni. He refused to be called those names. Alikataa kuitwa haya majina. Because Jesus would have said, "Say after this when you are praying, God of Isaac, God of Abraham, God of Jacob, God of Elijah."
I have come before you. But he didn't say that. Yesu angesema semeni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, lakini Yesu hakusema hivyo. God is your father. Stop calling him neighbor's father. Mungu ni baba yako, usimuite baba wa jirani zako. He is not the father of your neighbor. He is your own father. Mungu sio baba ya jirani zako, ni baba yako. And you can only realize this if you pray. Na utajua haya wakati unapoomba. Prayer makes the difference. Sasa maombi yanaleta utofauti. Prayer changes your body. Maombi yanabadilisha mwili wako. Prayer deals with the personal sins. Maombi yanakushughulikia Prayer deals with the dhambi pride. zako. Maombi yanashughulikia kiburi. Prayer deals with envy and jealousy. Maombi yanashughulikia hata kijicho na wivu. If you are not a prayerful Christian, kama wewe si Mkristo mwombaji, you will gossip in the front lines. Utaanza kusengenyana hapa mbele. And you are in the front line. Na uko hapa mbele. Because you are not prayerful. Kwa sababu huombi. You have no relationship with the Father. Huna uhusiano na Baba. You have only a relationship with this church. Wewe una uhusiano na kanisa hili tu. But you don't have a relationship with the Father. Lakini huna uhusiano na Baba. He said our Father. Alisema baba yetu. Not the one in the world. Sio yule ambaye yuko duniani. Who art. Basi yule yuko mbinguni. Even when I say that, I feel nice. Hata mimi nikisema hivyo nasikia nimetulia. My Father who art in heaven. Nikisema baba yangu uliye mbinguni. The next thing you do, immediately you discover that the presence of God has come on you. Sasa kitu cha kufanya wakati unapoona kwamba uwepo wa Mungu umeshuka. You praise his name. Unasifu jina lake. Your name is special. Jina lake ni muhimu. You are feared all over the world. Unaogopewa kila mahali duniani. At your name everything scatters. Katika jina lako kila kitu kinatawanyika. You must look for different scriptures to pray. Lazima utafute maandiko ya kuomba. You must pray the word. Lazima uombe neno. Don't pray the way you want. Usiombe vile unavyotaka. There are 3 ways of praying. Kuna njia 3 za kuomba. 1. Moja is praying the way you want. Ni kuomba vile unavyotaka. Forwardly. Unaomba tu vile. Baba ninakuita Jesus, you know Holy Spirit power. Forwardly, you can pray that if you want. Unaomba tu yani ile, but it will frustrate you. Kupitisha muda. Lakini itakudunisha, The second way of prayer. Ya pili is praying the way you hear other people praying. Ni kuomba vile unavyosikia wengine wakiomba. And it may not necessarily mean that God is hearing. Na hiyo haimaanishi kwamba Mungu anasikiza. Like when you tell people to pray for tea. Wakati unapoambia watu waombe chai. They pray the same internationally. Wanaomba Father, we pray for this tea before us. Baba tunaombea chai kilipo mbele yetu. If it has something bad, remove it. Na kama kina kitu kibaya kitoe. Remember those who don't have. Kumbuka wale hawana chai. In Jesus' name. Katika jina la Yesu Kristo. Everybody prays that because they heard that prayer. Kila mtu anaomba hivyo kwa sababu alisikia watu wakiomba. The third way of prayer. Sasa ya 3 is praying according to the word of God. Ni kuomba kulingana na maandiko ya Mungu. Even if you have an urgent problem. Hata kama una shida ambayo inakusumbua sana. You start prayer the way it is supposed to be started. Unaanza maombi vile inastahili kuanzwa. Our Father who art in heaven. Baba yetu uliye mbinguni. Thank you for being identified with you. Asante kwa sababu nimehusishwa na wewe. You talk there, you talk nice. Unaongea vizuri. Even if the devil is telling you kemea, you refuse. Hata kama shetani anakuambia kemea, unakataa. Even if money is telling you ask for money, refuse. Hata kama mfuko unaitisha pesa, kataa. Hallelujah. Hallelujah. Imagine you have just woken up from sleep. Wewe fikiria umeamka tu kutoka katika usingizi. Then you tell Jesus, alafu unamwambia Yesu, I have come before you now. Alafu nimekuja mbele zako sasa. Remember the money I needed. Kumbuka zile pesa nilikuwa nadai. You think he will come tomorrow morning to listen to the same story? Unafikiri atakuja kusikiza mambo haya tena? If I come into your house, kama ninakuja kwa nyumba yako, and I ask for money every morning, na nauliza pesa kila wakati, will you not deal with me? Si utaniacha tu? And you tell me don't come back here again, okay? Utaniambia usirudi hapa tena. It is the same with the spirit world. Ni hivyo hivyo katika you can't go before our Father as a beggar. You must go before him as a son and a daughter. Hauwezi kwenda kwa baba kama mtu ambaye anaombaomba. Uende kama mtoto. That when you knock on the door, give. Ukigonga mlango hivi, nipe. You tell him about his wonderful and beautiful name. Unamwambia kuhusu jina lake ambalo linapendeza la kutishia. And you still speak about the name. Hallowed be thy name. Na unasema jina lako lisifiwe. Your name is separated from all other names. Jina lako ni kando ya majina yote. When you pray for the name of your Father the same way that is written here. Wakati unapoomba kuhusu jina la baba yako vile imeandikwa hapa. Wakati
During daytime, wakati wa mchana. wakati wa mchana, If you mention the name of God, ukilitaja hilo jina la Mungu, things will happen. mambo yanafanyika. Like now I was with my father in the morning. Kama sasa mimi nilikuwa na baba I yangu, talked to him as my father. niliongea na yeye kama baba I yangu. separated his name from other names. Nilitawanyisha jina lake na majina ya watu wengine. So if I say, let this sick man be healed in Jesus' name, he will be healed because I have been with that name in the morning. Kwa sababu kwa hivyo nikimwambia mtu apone katika jina la Yesu Kristo, atapona kwa Some sababu people use the name of Jesus, but it is empty. Watu They wengine- have not been with him. watu wengine wanatumia jina la Yesu lakini ni tupu, hawajakuwa naye. They use it and they shout, but nothing happens. Wale- They have not been with him. Wanalitumia na kupiga makelele lakini hakuna kitu kinafanyika kwa sababu hawajakuwa naye. We went to a kesha one day with my wife, Tulienda kesha siku moja na mke wangu and we found that some ladies had destroyed that kesha. na tulipata wanawake wengine walikuwa They were wameharibu hiyo rolling kesha. here and they had interfered with the program completely. Walikuwa wanapiga makelele na wakachanganya ile They program. were, the preachers were trying to remove the demons in the name of Jesus, and they were shouting, we are not going anywhere. Watumishi wa Mungu walikuwa wanakemea mapepo na wao mapepo wanasema hatutoki. And when we arrived, Wakati tulipofika we found the place was very dusty. tukapata hapo mahali pamejaa vumbi And they told me, na wakaniambia here there is not going to be a kesha today. hapa hakutakuwa na kesha. Even one of the ladies has said there is no kesha. Hata kati ya wanawake mmoja amesema hakutakuwa na kesha. I told them, yes, until I have arrived. And now I have arrived. There is Nikamwambia a kesha. Nikamwambia, alikuwa anasema mpaka nikifika kesha itaanza. So I took the microphone Nikachukua kipaza sauti and I said, na nikasema Jesus, Yesu, Jesus, Yesu 3 times. mara 3. And they all woke up and sat on the seats. Na wote waliamka wakakaa kwenye viti. And somebody asked me, Na mmoja akaniuliza, what did you use? umefanya nini? No, I used the name. The Bible says the second thing you do is to hallow the name of God. Sasa Biblia inasema kwamba kitu cha pili kufanya ni kusifu neno la Mungu, Jina lake, amen. kulitukuza His name. jina lake, His name. jina lake, Until his name enters your insides. mpaka jina lake likuingie ndani. Even when you say, let this not happen in the name of Jesus, it will not happen. Hata ukisema isifanyike katika jina la Yesu, haitafanyika. Then you go to the kingdom. Alafu unaenda kwa ufalme. That is number 3. Ufalme sasa ni wa 3. We still have not asked for money. Bado hatujauliza pesa, We still have not bowed a demon. bado hatujakemea mapepo, We have not talked about our noisy neighbor. hatujaanza kuongea kuhusu jirani We ambaye ana have makelele. not talked about, Lord, it is very long time I'm still not married. We have not said it. Hatujaongea mambo ya ndoa bado. We have not said that, Lord, my business is collapsing. Hatujaongea mambo ya biashara bado. We are talking now about the kingdom. Tunaongea kuhusu ufalme sasa. Tenguyoka's church. Tunaongea kuhusu kanisa la Tenguyoka. Amen. Amen. That is when now you become very serious with God. Sasa wakati huo sasa ndio unamaanisha na Mungu sasa. You lift the servant of God. Unamuinua mtumishi wa Mungu, You talk to him, to God about him. unamwambia Mungu kuhusu Even mtumishi if wake. it is for 30 minutes. Hata kama ni dakika I 30. hear some Christians saying, I can't pray for long. Use the Lord's Prayer. You Nas- will pay for a whole night. Nasikia watu wengine wakisema kwamba hawezi kuomba kwa muda mrefu. Tumia ombi la Bwana na You will utaomba pray for, this siku was mzima. not supposed to be a poetic kind of our Father who art in heaven, hallowed be. It was not supposed to be that. It was a guidance and the guidelines to the way of praying and talking to the Father. Ili ombi halikuwa ati ni ombi la kulirudia hivyo. Lilikuwa ni Hizi ombi kitu ya kuimba ati mara kuongoza. 70. Lilikuwa ni ombi la mwongozo. That you sing it 70 times. Hatunaliomba mara No, the 70. Lord's Prayer is guidelines on prayer. It Ombi- is a teaching on prayer. Ombi la Bwana ni mwongozo, It linafundisha is not a kuomba. song. Sio wimbo. Hallelujah. Hallelujah. Now thy kingdom come, and there is a full stop. Alafu ufalme wako uje. Alafu kunawekwa. You pray for people to Dondo. get saved. Sasa unaanza kuombea watu waokoke. Like today, in this night, if you pray for the kingdom and tell people to come, they will be full here. Kama There will leo be no empty seats. ukiomba ufalme uje, watu watafurika hapa. Hakutakuwa na Thy kiti kingdom hapa. come. Useme tu ufalme wako uje. I speak to the people in the north, the south, the west, and the east to gather here at the Ngoyoka's church.
Natangazia watu walio kaskazini, Hallelujah. kusini na mashariki waje katika kanisa la I Tenguyoka. pray for Bishop Tenguyoka's wife. Na muombea mke wa Bishop Tenguyoka. Lord, you know her burdens. Mungu unajua mizigo yake. Lord, you know her concern with that man of God. Unajua mambo Lord, yake you na know bwana you yake. gave her that man to take care of Unajua for us. ulimpatia huyo So bwana that, amtunze. you see, if you don't pray for pastor's wife, Usipoombea wake wa mapasta, she can interfere with the servant of God and he will not come here on Sunday. anaweza kuchanganya mtumishi wa Mungu akose kuja hapa Jumapili. Yeah. Yes. You must put in a prayer everybody that is around the bishop. Lazima uwaombee wote ambao wamemzunguka mtumishi You wa Mungu. must begin with the bishop himself. Lazima uanze na bishop mwenyewe. Tell God the good things about this man. Mwambie Mungu mambo mazuri Tell kuhusu him Bwana. the miracles he has done. Mwambie miujiza Tell aliyofanya. God about how he should bless him. Mwambie vile anatakana Increase him, kubariki. Lord, Ampatie maisha in thy kingdom. katika ufalme wako. Then you pray for the wife. Alafu muombee mke wake. You pray for the keyboardist. Alafu uombee wachezaji He keyboard. can interfere with the bishop. This man. Mwambie huyu mtu wa keyboard anaweza ku No, don't tell God that. I'm saying the keyboardist can interfere with the man unajua of God. mchezaji keyboard anaweza kumchanganya mtumishi. So you can see even this man is interfering with me. It is like that. It is like that. You must pray for everybody that is around the bishop. Lazima uombee kila mtu ambaye The amemzunguka front mtumishi. runners in the church. Wale ambao wako The mbele, elders in the church. wazee katika kanisa, The board of this church. kikao cha The kanisa hili. articles of this church, like the pulpit, the floor, the altar. This must be prayed for. Kila kitu ambacho kiko kanisani, madhabahu, kila Now, may I mahali. ask, how many minutes now have you spent before God in prayer? Sasa hapo It is utakuwa- over 2 hours. Umechukua masaa mawili. But if you pray the way you want, 5 minutes, you say in Jesus' name, amen. Lakini tukiomba vile Because you have unavyotaka, prayed the way you want. unaomba vile unavyotaka. But if you pray the word, Lakini ukiomba neno, you know what will happen? unajua kutafanyika nini. You will not have enough time for prayer. Hautakuwa na muda wa kutosha kwa maombi. Again, we have strategic times of prayer. Alafu tuna mpangilio pia ya kuomba. If you suspect that tomorrow might not be a very good day for you, Ukishuku kwamba kesho haitakuwa siku because nzuri. there is somebody who said some things, Kwa sababu kuna mtu alisema or you maneno received a letter, au ulipokea barua. or you have a very serious appointment, Alafu au labda una mkutano muhimu sana. these prayers should be prayed at midnight. Haya maombi yanatakana yaombe That is usiku wa why manane. David says, at midnight you will hear my voice and my cry before your throne. Ndio maana Daudi anasema kwamba usiku wa manane utasikia sauti yangu katika kiti chako cha enzi. Because at midnight we exchange days. From yesterday changes with today. Kwa sababu usiku wa manane ndio siku zinabadilika. As they change, Na wakati zinapobadilika, you are found in between in prayer. unapatikana katikati ya maombi. Then you order your day and you say, this day will go this way and this way and this way. I don't want these questions. I don't want this question. Then you sleep and find your day is very successful. Alafu natangaza vile unavyotaka siku yako vile itakuwa na itakuwa ya kufaulu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There are times when you need to pray for the family. Kuna wakati mwingine inastahili uombee familia. But it is not yet time for family prayer. Lakini bado haijafika wakati wa kuombea familia. If you want God to be interested in you, Kama unataka Mungu ajihusishe nawe, show him you are interested in what he is doing. muonyeshe kwamba wewe una haja sana na yale mambo anayoyafanya. Watu wa Mungu, wacha niwaambie. Let me tell you. Si vizuri kutembea kwa mtu alafu unasema tu juu yako, suti hii yangu nilipata mahali fulani, hata hii kiatu ni special, hata hii mtu atakuchukia. Ukienda kwa mtu unasikiliza vile anasema, hata kama anaongea kama radio, wewe unafanya tu hivi. Okay, haya. Huyo mtu anakuambia you are now my friend. Na wewe hukusema ni rafiki yake, lakini you behaved well. Ulimsikiza. So if you go before God, Ukienda mbele za Mungu and talk to him about your interests, na uongee kuhusu mambo yako, he'll be bored and leave you alone. Mungu atakusikiza achoke. You must first tell him about his name. Kwanza lazima umwambie jina You're lake, my father. baba yangu. Then you tell him your kingdom needs a lot of prayer. Alafu mwambie kwamba I ufalme pray for wako people to be unahitaji. saved. Naombea watu I pray waokoke. for the people who work in our church. Naombea watu wanaofanya kazi And katika you kanisa letu. mention them by name, and if you can't remember their names, you see that brother who wears white, Now- that sister who wears red. Go that way. God will know who you are talking about. Ukiwa ukumbuke majina yao, sema vile wanavyovaa na Mungu atajua. Amen. Amen.
But people who pray the way they want, Lakini watu wanaoomba vile wanavyotaka, they say, you know, this church, it is only the pastor who is growing fat, Unas- and all of us are growing thinner and thinner. In fact, what you are doing, you are cursing. wanasema ati You are not praying. katika hili kanisa mchungaji peke yake ndiye anaona, wengine And this wanakonda. church has a lot of competition, Lord. If you want to go forward, everybody holds you back. Why have you become an accuser of the brethren? You are Mbona a demon. unashtaki mandugu na It's not dada? right. Sio sawa. Amen. Amen. You don't accuse people before God. Usiende kushtaki watu mbele za And Mungu. Lord, I want to tell you that choir is not a clean choir. Lord, I want you to look closely. Now, what are you doing now? Ati Mungu nataka nikwambie. Unataka tutoe kwaya wapi? Unataka malaika watoke wapi wakuja hapa waimbe? It is normal women and men who come and sing. Ni wanawake na wanaume wa kawaida wanakuja Then the word changes them. Alafu dunia neno linawabadilisha. Baba nafunga hizo kwa zao wasiibe. Sasa hii ni maombi ama ni mashaitani? Unafunga mtu kwa asiibe alafu kanisa itaenda namna gani? Hallelujah! Hallelujah! Prayer. Maombi. Prayer is power. Maombi ni nguvu. Don't play against the people in the kingdom. God will withdraw from you. Usiombe kukabili watu ambao wako katika ufalme. Mungu atakuachilia. Don't report people to God. The devil is doing that work and he is busy enough. Usishtaki watu kwa Mungu. Hiyo ni kazi ya shetani. The Lord, you know that brother, he always sleeps in the church. Let me ask you a question. Ati Mungu unajua yule ndugu analala Do you know some brothers married very difficult wives? Unajua ndugu wengine wameoa wanawake ambao ni wagumu sana. And they can't let them sleep. Na hawezi kuwaacha walale. They make noise the whole night. Wanapiga kelele usiku kucha. They ask them questions. Wanawauliza maswali. Now the brother comes in the father's house. Sasa ndugu amekuja katika nyumba ya baba. There is peace. Hapa kuna amani. There is anointing. Kuna What do you expect him to do? Sasa unastahili afanye nini? He sleeps. Sasa lala tu. Now suppose there were gunshots. Would he sleep? Kama kungekuwa No, the brother is sleeping because of peace. Huyu jamaa analala kwa sababu ya amani. You should not report him to the father. Usimshtaki kwa baba. Hallelujah. 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 Then when you finish praying for the kingdom of God, Alafu ukimaliza kuombea ufalme wa Mungu, I know now you have made an hour or 2 hours or 2 hours and a half. najua sasa umepiga masaa mawili. Then you say, thy will be done on earth as it is in heaven. Alafu unasema mapenzi yako yafanike hapa duniani kama mbinguni. There at least you can throw something about yourself. Sasa hapo unaweza kurusharusha maombi kuhusu wewe. Oh Lord, I pray. Baba naomba Your will is not being done upon my son. mapenzi yako hayafanyiki kwa kijana wangu. His name is this one. Jina lake anaitwa fulani. I want your will to be done on him Nataka mapenzi yako yafanyike katika maisha as yako it is in heaven. vile inavyofanyika mbinguni. Lord, our country is not going the way it should go. Baba, nchi yetu haiendi vile inastahili kwenda. Lord, my business is not going the way it should go. Bwana, biashara yangu Let haiendi vile your will inavyostahili be kwenda. done. Wacha mapenzi yako yafanyike Here on earth hapa duniani as it is in heaven. kama ilivyo mbinguni. Any place that is contrary to God's will, Kitu chochote ambacho hakikubaliana na mapenzi ya Mungu you mention it. unakitaja. Then you are now allowed to ask for food. Sasa unaruhusiwa kuuliza chakula na pesa. Give us our daily bread. Tupatie chakula chetu cha mchana. Amen. Amen. Even if you have a lot of food in the fridge, it is important to tell God to give you food because he is the Father. Because the devil might give you food in the fridge. Hata kama una chakula kimejaa ndani ya jokovu, muombe tu Mungu chakula kwa You sababu don't know what the devil does in your house when you are sleeping. haujui shetani anafanya nini ndani ya friji wakati You umelala. may add something to the cuckoo. Anaweza kuongeza kitu ndani ya kuku. And because you did not tell God to give you cuckoo, the devil gives you cuckoo. Na kwa sababu hukumuitisha Then you get some food poisoning. unapata sumu katika In chakula. short, if this prayer is prayed, Kama haya maombi yameombwa, nobody is supposed to have stomach problems in the church. hakuna mtu anastahili kuwa na shida ya tumbo hapa kanisani. And if you believe it, from today, let the stomach problems cease. Na kama umeamini, wacha shida za tumbo ziishe. The Bible says in the book of Ecclesiastes, Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri the ability to eat and drink is a gift of God. kwamba ruhusa ya Uwezo kula wa na kukula kunywa na kukunywa ni karama ya Mungu. imetoka kwa Mungu.
Kukula na kukunywa na hausikii vibaya na unasema niongeze, ni gift ya Mungu. That's what the Bible says. Ndio Biblia inavyosema. So kama haukuli, If you don't eat, umevamiwa na shaitani. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now you say, give us this day our daily bread. Sasa unasema tupe leo chakula chetu. Have we mentioned Satan anywhere? Umemtaja shetani mahali? No. Do you know why the devil is so much against you? Unajua kwa nini shetani anakupinga sana? Because you mention him a lot. Kwa sababu unamtaja kila wakati. You must show him that you are not so important. My prayers will not have you anywhere. Lazima umuonyeshe kwamba yeye si muhimu katika maombi yako. Hutamtaja popote. But now you have just come from sleep. Lakini sasa umeamka kutoka katika usingizi. Hallelujah. Kwa ni saa ngapi? Unaangalia saa? I bind every devil in the name of Jesus. Kemea kila pepo katika maisha. What kind of prayers are these? Sasa haya ni maombi gani? Mmekuwa na devil kweli usikizini? Hallelujah. Hallelujah. Up to where we have now reached, Mpaka mahali tupofikia sasa, we are asking for our daily bread. tunauliza mkate wa leo. That is when you pray for every kind of food that will enter your mouth. Sasa hapo ndo unaombea kila chakula ambacho utakula. Every food that will be eaten by the children and the family. Kila chakula ambacho kitaliwa na familia. Every food that will be eaten by the bishop, his wife and family. Kila chakula ambayo bishop atakula na familia yake. It is not very good for the bishop to stand here and say, hallelujah, I had food poisoning last Friday. Sio mzuri mchungaji kusimama alafu aseme jana nilikuwa na shida. Kuna kasabusa nilikula. Amen. Amen. I used to live in Dandora. Nilikuwa nakaa Dandora. And I preached to a lady. Na nikahubiria mama mmoja. She was the daughter of a witch. I didn't know. Alikuwa ni mtoto wa mchawi. Sikujua. I preached to her. Nikamhubiria. She got saved. Na akaokoka. She started praying loudly. Akaanza She was filled with the Holy Spirit. Akajazwa na Roho Mtakatifu. The mother came. Mama yake akaja. And asked me. Akaniuliza. What have you done to my daughter? Umemfanya nini msichana wangu? I told her, your daughter is now born again. Nikamwambia the language she is using, she has been filled with the Holy Spirit. Nikamwambia msichana wako sasa ameokoka na ile lugha anaongea amejaza na Roho Mtakatifu. The woman told me. Yule mama akaniambia. You will see. Utaona. You will know who I am. Wewe utajua mimi ni nani. I spoke to her words of the word of God without any hatred, and I thought she had she got peace. Na nikaongea naye kuhusu maneno ambayo hasia hana chuki na nikaona amepata amani. After 3 days, baada ya siku 3, she came to my house. Akaja kwa nyumba yangu. I was living in a single room. Nilikuwa nakaa katika chumba kimoja. And she told me. Akaja akaniambia. Now that you are a young man. Sasa wewe ni kijana bado. And you have not married. Na hujaoa. Who cooks for you? Nani anakupikia? I told her I cook for myself and sometimes I buy some chips in the kiosks outside there. Nikamwambia najipikia, wakati mwingine nanunua viazi pale nje nikija nkula. She told me I am going to be cooking for you. Akanambia nitakuwa nakupikia mimi. You are like my son. Wewe ni kama mtoto wangu. And I thanked God. Na nikamshukuru Mungu. And she cooked for me every day. Na akanipikia kila siku. Every day she would call me and ugali, sukuma, nyama, everything. Kila kitu angenitia. But every morning I used to tell God. Na kila asubuhi nilikuwa nikimwambia Mungu. Give us this day our daily bread. Tupe leo mkate wetu. I would mention myself. Ningejitaja I would mwenyewe. mention other people. Ningetaja watu I would wengine. mention everybody. Ningetaja kila mtu. And therefore the food she gave me. Kwa hivyo kila chakula aliponipatia. Because of my prayer. Kwa sababu ya maombi yangu. It was taken from her hands. Kilikuwa kinachukuliwa kutoka And roho it yake. was held by God. Na kingeshikwa na Mungu. And he gave it to me. Alafu ananipatia. And we continued for 6 months. Na tukaendelea miezi 6. Then I told her I'm going to go to my home. Alafu nikamwambia mimi narudi nyumbani. She was very happy. She escorted me with her daughter. Akafurahi sana wakani And her daughter was na telling msichana me. wake. Msichana wake akaniambia. My mother is a dangerous woman. Mama yangu ni mama hatari I sana. don't know where you have touched him. You have touched her. Sijui umemgusa vipi huyu. She is not very good. Huyu mama si mzuri. I came back to Dandora after 6 months. Nikarudi Dandora baada ya miezi 6. When she saw me, wakati aliponiona, she screamed and people started coming. Alipiga nduru, watu wakaja. And she entered into her house and locked it. Na akaingia ndani ya nyumba akajifungia. The people took her outside. Watu wakamtoa. We could not know why was she screaming. Hatujui kwa nini anapiga nduru.
Then she told me, Akalafu akaniambia, you are supposed to be dead. wewe unastahili kuwa I gave you umekufa. poison for 6 months. Nilikupa You are not sumu supposed to be 6. alive. Haustahili You are kuwa supposed to hapa. have died long Wewe ago. ulikuwa unataka na ufe And I was zamani. told you are already dead. Na niliambiwa ushakufa. I told her to touch me. Nikamwambia niguse, It is me. ni mimi. And I took out the key Na nikatoa funguo. and I opened my house. Na nikafungua nyumba yangu. I told her I am not a ghost. Nikamwambia mimi sio pepo. I am alive. Mimi niko hai. But this woman was giving me poison. And that is why she was giving food every day. Kumbe I was mama- eating poison. I was supposed to die in 6 months. Nilikula sumu mimi miezi 6. I did not know. Sikujua. From that day, Kuanzia siku hiyo I don't joke with this prayer. sichezi na maombi. Amen. Amen. This is a serious prayer. Sasa ili ni You ombi women la- with little children, nyinyi wakina mama ambao mna watoto wadogo you must pray for them lazima muwaombee, because they can eat fruit from neighbors. kwa sababu wanaweza kula chakula cha jirani, And some neighbors are killers. na majirani wengine ni wauaji. Some neighbors do not like children. Majirani wengine wapendi watoto. It is not give me my daily bread, it is give us, because God doesn't want you to be selfish Christian. Sio ati nipe mkate wangu, ni tupe mkate wetu. It is not my father, it is our father. Sio Because you baba should not be yangu bali selfish. baba yetu. It is our father in heaven, Baba not yetu. my father in heaven. Sio baba yangu uliye mbinguni. Give us this day our daily bread, not give me. Tupe leo mkate wetu. Forgiveness of sins is the next. Tusamehe makosa yetu ndio inafuata. If you are one of the people who prays forwardly, Kama wewe ni mmoja ambao unaomba kiholela, you normally begin with repenting. Father, Una- forgive me all the sins I have done. unaanza kutubu kwanza. Sins of commission, and you use vocabulary, sins of commission and omission. Wacha nikwambie, hata ukitumia vocabulary, if you are not following the teaching of Jesus, you are out of order. Ati dhambi za kutenda na kutotenda, unatumia msamiati, unamtishia Mungu. Hallelujah. Haleluya. You say, forgive me my sins after praying for provision because you are not a sinner, you are a child of God. Unaomba kusamehewa dhambi baada ya kuomba kila kitu, kwa sababu wewe sio mtenda dhambi, wewe ni mtoto wa Mungu. So you are not supposed to be sinning. Wewe ustahili kuwa unatenda dhambi. Sio kutoka kwa blanketi, baba yangu katika jina la Yesu, kwanza natubu dhambi zote. Umefanya gani ukiwa usikizi? Naitwa kwa lugha yangu ya mama kubudhuka mirengitini. Na baba natubu dhambi zote. If you have a wife, what do you think she will say? This man is a sinner. I always hear him in the morning. Huyu mtu namsikianga asubuhi tu akitubu. Ama kama uko na mzee hajaokoka anakuambia unafanyanga hizo dhambi gani? Unaweza kuwa unafanya dhambi na jirani ama ni dhambi hizi zingine. Na ni wewe unajistaki hapo. Unaanza na kutubu dhambi. Wewe ni mwenye dhambi na wewe ni Mkristo. I have lost my interpreter but I am saying good things. Nimempoteza mkalimani wangu, lakini nasema vitu vizuri. Hallelujah. Haleluya. Forgive us our sins. Tusamehe dhambi zetu. It's not forgive me my sins. Sio ati nisamehe mimi dhambi zangu. You are supposed to repent your sins Unastahili and other people's sins. Unastahili kutubu dhambi zako na za wengine. You must take a long time repenting your spouse's sins. Lazima uchukue muda kutubu dhambi za mke wako au bwana yako. You repent the sins of your husband, Unatubu dhambi the za bwana sins yako of your wife, na dhambi za mke wako, and the sins of that neighbor who always refuses to greet you. na yule jirani ambaye kila wakati anakataa kusalimia. And you repent the sins of that young man neighbor who always plays loud music and doesn't care about you. Father, I repent his sins. Na unatubu dhambi za yule Forgive jirani us our sins. ambaye anakupigia makelele kila wakati, unasema Mungu Up to where we have gone. mpaka mahali Forgive us our tumefikia. sins. Bwana tusamehe dhambi Has zetu. the devil fished anywhere? Kuna wakati tumetaja shetani. And why does the devil fish every time in your life? Is Na he your friend? mbona tunamtaja shetani kila wakati katika maisha Mlijuana yetu? lini? When did you meet? Mlianzana lini? When did you start? Forgive us our sins. Tusamehe dhambi zetu. You even pray for the sins of this church. Unaombea dhambi Lord, za I kabisa bring hii. our church before you. Unasema, Forgive us if there is any sin done in this church. tusamehe dhambi ambazo ziko katika kanisa kama ziko.
Amen. Amen. Forgive the choir their sins. Wasamehe waimbaji dhambi. Forgive the leaders their sins. Wasamehe viongozi dhambi zao. Forgive us our sins. Tusamehe dhambi zetu. Some sins are not called sins by you, but God is calling them sins. Unajua dhambi zingine wewe uzitambui kama dhambi, lakini Mungu anazitambua kama dhambi. The Bible says if you see your neighbor needs some money and you don't give them, you have sinned. Biblia inasema kwamba ukimwona jirani yako akiwa anahitaji pesa na ukose kumpa, tayari umetenda dhambi. The book of Luke says, katika Luka inasema, mtu akikukopa ukose kumkopesha, umefanya dhambi. Somebody comes to beg money and you don't give them the money, you have sinned. You are supposed to have a group of people umekopesha na unajua hawatalipa, ndio ufanye bageni na Mungu umuitishe nyumba ya ghorofa. You are supposed to have debtors who have not paid you. Now you qualify. Yeah, you know what the Bible says? Unajua vile inasema, the one who lendeth to the poor, yule aliyewapatia maskini, has lendeth to God. Amempatia Mungu deni, ana deni na Mungu. So if you want to give God some money, kama unataka kumpa pesa, look for the poorest in the church and lend them some money. Tafuta maskini kanisani umpe pesa. And if they tell you, please, ile pesa sijapata, unamwambia utapata. Na wakikwambia, usimwambie nimekupatia au usimpatie. Hii ni kitu yako na Mungu, unamwambia Baba nimekusaidia na pesa nyingi sana. Amen. 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 Hata mimi mnaniona hapa kuna watu nimekopesha pesa. Wananiambianga kila siku na simu, ile pesa yako sijapata. Ninamwambia utapata. Mimi siwezi kumwambia nimekusamehe. Mimi nasameheana pesa kitu gani? Huyo ndiye ananisaidia kukaribia Mungu kwa pande ya pesa. Yes. Yeah? He's driving me towards God. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. If you want to go to the house of God, kama unataka kwenda katika nyumba ya Mungu, and you want to see where God lives, na unataka kuona mahali Mungu anapokaa, here is where God is worshipped. Hapa ndio mahali Mungu anaabudiwa. Here is where we pray to God. Hapo ndio tunamwombea Mungu. But when you want to go to the houses that God lives in, lakini ukitaka kuingia nyumba ambazo Mungu anaishi, he says in the word, inasema katika neno, he is found in the orphan's house because he is the father of the orphans. Anasemekana kwamba anapatikana katika nyumba ya yatima. Mahali hapo ndio anapatikana. Yeye ni baba ya yatima. Mzee huyo unaenda kwa watoto yatima na wanawake wajane. Huko ndio kwa kwake. Yes. Unapeleka vitu. Utakutana na yeye. Yeah. Bana aenda kutafuta Mungu kwa mtu ambaye anatoa nyama na kamuti ya toothpick. Natoa hivi ka toothpick. Unasema I know there is God. Kwa yatima. Mungu yuko kwa yatima kwa sababu yeye ndi baba ya yatima na bwana wa wajane. Na unaweza kujiwekea kaya yatima kamoja kwako, kakushield in case unafanya zile madhambi zako unafanyanga na kompyuta. Usigongwe ghafla Mungu anaona yatima anasema okay. My son anakaanga huko. Chukua yatima mmoja hapo anakuchungia. If God has given you money, you have a car, you have a house, you have what, you must make sure you shield yourself from judgment. Kama Mungu amekupatia gari, amekupatia nyumba, tayari hebu jaribu kujilinda na. If you build a very tall house, umejenga nyumba ndefu sana, you must shield that house. Lazima uchunge ile nyumba. Or you might die and leave it there. Unaweza kufa na uiache imesimama pale. Build a church somewhere, it will shield your house. Jenga kanisa mahali litakulinda. Amen. Amen. Or you come to the bishop. Au uje kwa bishop. Mwambie bishop, I want to know a need in this church. Nataka kujua hitaji katika kanisa hili. Then you fulfill that hitaji. Alafu utimize. Alafu jenga ghorofa ingine. Yeah, put another building. Hakuna mtu ataanguka, hakuna mtu atakuuliza. Yes. But if you build very tall house and you are not putting anything up to shield that one, utakiona. Kama unajenga nyumba na hakuna kitu kinakuzuia hiyo nyumba. Wewe nyinyi hamuone Waislamu wakijenga manyumba marefu wanajenga kama msikiti hapo area hiyo. Yes. Ndio wasigongwe. Watu wa dunia ni warefu kuliko sisi. The children of the world are wiser. Forgive us our sins. Mungu tusamehe dhambi zetu. The Bible says when riches increase, Biblia inasema kwamba wakati utajiri unapoongezeka, the people who eat those riches increase also. Wale walaji wa huo utajiri pia wanaongezeka. Ukinunua lori, if you buy a lorry, lazima utafute vijana wa kuikula.
You must look for boys who are ama Mungu ataonana na wewe. kukula hiyo lori. Ukijenga nyumba kubwa lazima uongeze wafanyikazi. If you build a house, a big house, must increase. Na sio wakufanya kazi, ni wakukula. Ukikula lori peke yako utakuwa judged for nothing. Don't eat the lorry alone. Ukipata mume, if you get a husband, utafute msichana wa kukuranga pesa hapo, kukuranga chakula hapo, anararua chapati zenu kurarua mpaka kananona kanatoa tumbo. Ni hivyo. Look for a girl to be there. Nako kanazuilia nyinyi. Msiulizwe na Mungu, unasema kuna mtu kanakula hapo. Forgive us our sins. For we also forgive. This is a conditional prayer. For we also forgive that everyone that is indebted to us. Ili ni ombi ambalo lina masharti, kwa sababu tunasamehe wale ambao wanatukosea. Kama vile na sisi tumesamehe. Vile tumesamehe. So you must tell God, I have forgiven Sister Jane. She called me foolish. I have forgiven her. I have cleared with her. I have forgiven so and so. He took my clothes and did not return. I have forgiven so and so. You know what he did? He took my money. He refused to pay back. So you tell God, forgive me my sins, as I have also forgiven 5 people. But if you say, Lord, forgive me, everything I have done, forgive me, and you have refused to forgive your neighbor, you have wasted all that prayer time. Ukisema Mungu nisamehe na jirani yako hujamsamehe, ile ombi umepoteza. Amen. Amen. If there is somebody you have not forgiven, kama kuna mtu hujamsamehe, maombi yako inakuishia hapa. Haina amen. You can't say amen. Kwa hivyo baba, mnawachana bila kumalizana. Hallelujah. Amen. Those that are married, wale ambao wameoa, you forgive your wife, unamsamehe mke wako, you forgive your husband, unasamehe bwana yako daily, kila siku. Wamama wanakoseanga mtu kila siku. Wanaume wanakoseanga wakina mama daily. Siku. Kama si kila siku, asubuhi, mchana na jioni. Ujue vile utaka. So you must tell God, lazima umwambie Mungu, forgive me, nisamehe, as I have forgiven this husband of mine, vile nilivyomsamehe bwana yangu. In fact, kama uko na bwana, Mungu akubariki. Uko na mtu ya kujitetea kila siku. Nisamehe kama vile nimemalizana na huyu saa hii tunamsamehe. And if you are not married and you are here, na kama hujaoa au hujaolewa na uko hapa, kama hautaki kukosewa, kama you don't want anybody to afford you, yes, utaki mtu akukosee, stay single. Baki peke yako. Kwanza nasikianga watu wanakosana jioni ya harusi. Ile bahasha ilikuwa mnono ilienda wapi? Where is that fat envelope? Your auntie did not come. Why did she come? Kwani yako alikuja. Unaongea namna gani? Shangazi yako hakuja, mbona? We live in our homes by forgiving our spouses every day. Tunaishi katika nyumba zetu kwa kusamehe wake zetu. When I used to lead the choir many years ago, nilikuwa naongoza waimbaji miaka imepita kiasi. And I came to discover in the choir, na nikaja nikagundua katika waimbaji, you must forgive people every day you meet for singing. Lazima usamehe kila mtu mkikutana kuimba. Tunakuja hapa na tumekubaliana ni mimi nitaibisha nyimbo. And then another one comes and takes the microphone. Hallelujah, hallelujah. Mpaka unamgonga hapa nyuma hivi. Satan. Another one comes on Sunday. Mwingine anakuja Jumapili. We spent practice here on Wednesday. We practiced from 3 hours. Tulikuwa tunafanya practice masaa matatu. Mama mwingine na hakukuja practice, anachukua microphone kwanza hapa. Hallelujah, hallelujah. Kanisa hallelujah. Unasikia kumtoa nywele. She did not come for Wednesday practice, but she takes the mic. Hakuja kufanya mazoezi. Kuna ndugu aliniambia huyo mama nitatadika. Nikamwambia tafadhali.
itakuwa police case, utasitadika. Kaniambia haja kuja practice wiki mbili, alafu Sunday dia anachukua microphone. Hallelujah kanisa, simameni. Anza kupiga. Na hakuji practice. Anatufanya sisi watoto hapa tunashida hapa tukisema tutasimama hivi Sunday. Wewe utakuwa hapa, mimi nitakuwa hapa. Haya tusonge right, tusonge left, tusonge right. Na yeye hakukuja kufanya hivyo. Kwanza yeye anasoka kila mahali. Hallelujah kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. We must, hallelujah, if we are in the ministry, kama uko ndani ya we huduma, must learn how to forgive one another. Lazima tujifunze kusameheana. Bishop, I'm about to finish. Bishop, niko karibu kumaliza. Let me say this. Wacha niseme hivi. The more you forgive people, vile unavyozidi kusamehe the watu, more your heart softens towards God. Na roho yako pia inayeyuka mbele za Mungu. Very soft. Unayeyuka kabisa. And the Bible continues to say, Biblia inaendelea kusema, it talks now about the devil. Sasa inaanza kumtaja shetani. The evil one. Kwenda mbele. Who is the evil one? Ule mwovu. Saitani mwenyewe. Yeah, Satan, ye mwenyewe. So we mention the devil when we are finishing to show him we can do without him. Tunamtaja shetani. And we can continue in life and we can finish with the Father without mentioning him. Tunamtaja in fact, shetani, he is not called Satan here. Hapa haitu shetani. Asije akajidai ati yako kwa sala ya Bwana. Anaitwa the evil one. Na wewe usimuite shetani, unamuita the evil one. Na unamwambia unajua wewe ni nani ninataja, the evil one. Anaitwa mwovu. Hallelujah. Hallelujah. Lead us not into temptation. Usituongoze katika majaribu. That is a serious prayer. Hiyo ni ombi la kumaanisha sana. Every one of us knows our area of temptation. Kila mmoja wetu anajua majaribu yetu yako wapi. Those that are tempted by women, you know. Wale ambao wanajaribiwa na kina mama, I have a problem. Kwanza wakiiba hapa unawaangalia na mdomo na macho. Unauliza kwani kwaya haisimami? Na wale wadada wa kwaya wanajua kufaa. Wanafaa vile utawafuata. So unaomba suwe Baba Mungu, shida yangu ni wadada. Nilisikia ndugu akitubu nikasikia anatubu vizuri. Baba, kama haungeupa wadada, hatungekuwa na problem nyingi. Naye nikamuuliza, na wewe ungetoka wapi? Na ulitoka kwa wadada? And there are some ladies whose temptation is men. Na kuna wanawake wengine ambao wanajaribiwa na wanaume. They see a good man. Wakiona mwanamume mzuri, they start looking at him in a very funny way. Wanaanza kumtamani. And they start saying, nafikia ako na miti. Na miti ni wewe uko na problem. Ya temptation. Yes. Others we have temptation in the area of cash. Wengine tunajaribiwa katika hela. Unaangalia pastor hapa akisema fungu la 10 mtoe. Na utoe wewe area hiyo ndio uko na problem. You are a thief. Wewe ni mwizi. And if you can steal from God, what about your neighbor? Kama unaweza kumwibia Mungu, je, jirani yako? Si ni kuangusha chini na kutoa kila kitu. Amen. Amen. If you people could give all the tithe that God gives you. Kama nyote mngelipa zaka ambayo Mungu amewapatia. Bishop Tenguyoka will never ask for money from here. Bishop Tenguyoka hatauliza. Tithe is enough. Zaka zenu zinatosha. Unfortunately, kwa bahati mbaya, we have many thieves. Tuna waizi wengi. Praise the name thieves. Yes, you can hear them. They are there. And it is good to make sure, you say, when we get to heaven, you will come with your wife. Mzuri kuhakikisha kwamba you will come with your. Tukifika mbinguni utakuja na mke wako. It is good to agree with your spouse. Ni mzuri kukubaliana na mke wako. About things like tithing unless they are totally against it. Mambo kama kuzaka yeah, so that you can be able to say I used to live with a thief. Ndio mkubaliane aje kusema nilikuwa naishi na mwizi na ndio huyo hapo. A tithe thief. Mwizi. Lead us not into temptation. Usituongoze. Ask your neighbor, do you know your temptation? Muulize jirani yako, je, unajua majaribu yako yanatokea wapi?
Some of you here are tempted to think evil of other people. That's your problem. Wengine wetu hapa tunajaribiwa kufikiria maovu kuhusu watu wengine. Hata mtu akikuleta pesa hapa unasema ni kujinyonyeshana, anaenda kujinyonyeshana pale ya Shiduna. You think evil of other people. Unafikiria maovu kuhusu watu wengine. This is where you pray about it. Don't lead us lazima uombe hilo jaribu. Temptations. Hilo jaribu. Some of us we are tempted to divorce. Wengine wetu tunajaribiwa katika kuvunja ndoa. Others are tempted to insult neighbors and say bad things to other people. Wengine wanajaribiwa kutukana au kutusi majirani. And the young people are tempted to watch pornography in their phone. Vijana wadogo wanajaribiwa kuangalia mambo ya ngono katika simu zao. Unamwonyesha bwana simu, unamwambia simu yangu ndio hii. Yeah. Majaribu yangu inatoka hapa. Na hata nikiifuja nitanunua ingine ilete tu majaribu. Niokoe baba. Hiyo interest ya mapisha mabaya ikuondoke. Ile haja ya kuangalia mambo mabaya inawacha. Na kuna wengine mnapenda kukunywa kidogo. Especially kwa hii hali ya hewa. Unasema mimi siulisi mtu. Ninakunywa, ninalala. Ulisa mama watoto. Wewe ni drunkard, ingine na Biblia inatukataza habari ya drunkards. Temptation yako. Majaribu yako. Na kuna wengine unajaribiwa kuiba msee wa mtu mwingine. Kwanza akipita unasema kayusho. Na umeokoka na wewe ni wa kanisa. Ati ndio huyo. Unaenda kwa Mungu. And you tell him. Namwambia, I am a thief. Mimi ni mwizi. I want to steal a whole grown up man with beards. Nataka kuiba mtu mzima mwenye madevu. Iko na ndevu. Yuko na ndevu. Hallelujah. Hallelujah. I hope I'm not talking to thieves. Naona siongei na waizi. Do not lead us into temptation. Usituongoze katika majaribu. Amen. Amen. And if you are a man and you are thinking somebody else's wife is better than your wife. Na kama wewe ni mwanaume na unahisi kwamba mke wa mtu mwingine anafaa kuliko wako. That is a temptation. Hilo ni jaribu. All women are made the same. Wanawake wote wanafanana. Did you go to the biology class? Ulienda katika kitabu cha darasa la biolojia? Did you see they are made the same? Uliona kwamba wameumbwa sawa? Or their body is set the same? Mwili yao yote inafanana. Ofali 1, ofali 2. Kila kitu. Zazi ofali 3, ofali 4. Hakuna yote ambaye ana mayai mara 3. Wewe elewa, hii kitu inafanana. Si anafanana tu. Na shida hapo ukisema, "Why? Ni manani huyo?" Lead us not into temptations, but deliver us from the evil one. Utuokoe na ile muovu. Hapo ndipo unafunga shetani zote, unaziambia nimewafunga katika jina la Yesu. Yes. Hakuna kitu mtanizuia nifanye. Nikisema ninaenda nitaenda. God has delivered me from the evil one. Yes. Mungu ameniokoa na ile muovu. And Matthew says, Jesus concluded, for thine is the kingdom, Mathayo the inasema power kwamba and the glory, Yesu alimaliza kwamba ufalme ni wako. forever and ever. Milele na milele. Amen. Amen. Then we wake up and go to work. Alafu unaamka sasa unaenda kazini. Hallelujah. Hallelujah. That is the word of God today. Sasa hilo ndio Are neno you la blessed? Mungu leo. Mmebarikiwa.